Ndugu zangu, leo nataka ni kuhusieni wale ambao wanapenda kuhusia. Kutokana na teknolojia ya leo, huwa kila mmoja yupenda kuzungumza na kuingia kwenye jamii ili kuongea na watu. Watu ambao kila jema kuna namna yao wanalichukulia. Yaani kila mtu kuna namna anachukulia jambo ambalo wanalipata kupitia watu. Lakini laiti tungefahamu kwamba haya mambo tunayoyafanya sisi kutoka kwenye mizunguko ya maisha yetu, tungekuwa tunayafanya kwa ajili ya kuinufaisha jamii. Huenda hata katika makusudio yako wewe, yale ambayo unayakusudia kwamba nafanya jambo hili ili ninufaishe jamii, lakini nipate kipato. Sio unafanya jambo kutokana na uelewa wako au kutokana na shida zako, njaa zilizokuzunguka, zilizokujaa. Unafanya jambo ili tu upate pesa, lakini haufanyi kwa ajili ya kuinufaisha jamii. Jamii ambayo huenda kupitia wewe ingepata manufaa makubwa sana, ambayo hata wao wenyewe wangejifunza kupitia wewe. Sasa kwa nini tusijitahidi kufanya vitu ambavyo vinainufaisha jamii? Sio kwa ajili tu sisi kupata hela. Kwa sababu wengi katika watu wa leo sisi tumebobea sana katika kutafuta pesa. Pesa ambazo hatujui hizi pesa tunazipata kwa shari au kwa kheri. Tunazipata kwa uzuri au kwa ubaya. Ni za halali si za halali. Unaipoteza jamii, huipotezi jamii, lakini mradi wewe unaingiza pesa yako, basi haujali kuhusu jamii. Basi nikwambie ndugu yangu, kuwa makini sana na kile unachokifanya na kukipeleka kwenye jamii, kwa sababu jamii itakuwa inakichukulia kama mfano, kwa sababu kuna watu wengine jamii inawachukulia kama kioo. Na wewe ukifanya jambo, mtu mwingine anaweza kaiga kufanya kwa sababu amekuona wewe umefanya. Sasa lile litakuwa lina madhara, kwa sababu kuna siku ya malipo. Utahesabiwa kwamba wewe umefanya majambo mangapi. Na kuna jambo moja tu ambalo wakati mmoja nilisoma mahala. Mtu mmoja huko Marekani alikuwa barabarani akienda